Hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera yuko Myahudi Poison Khan, na leo hii napata bahati ya kumtembelea mchezaji wa zamani lakini pia mchambuzi wa soka kwa sasa hivi, Amri Kiemba. Nataka tutazame ushindani katika ligi ukoje, hususan tukijikita kutazama mchezo jana wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Young Africans walikuwa wageni wa Singida Black Stars, ambako tushuhudia Yanga ukibuka na ushindi wa magoli 3-0. Mengi yamekuwa yakizungumzwa pindi timu hizi mbili zinapo kwenda kukutana, hususan katika suala la ushindani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri? Alhamdulillah, namshukuru Allah, mtaji upo. Mfungo unaendelea? Mfungo unaenda vizuri. Tunashukuru tumepata wasawa kukutana na mwezi tena. Tunaukimbizana nao. Jambo jema. Jambo la kushukuru sana. Sawa. Kiemba, hebu tujikite kutazama mechi ya jana ambako Yanga walibuka na ushindi wa magoli 3. Tuzungumzie kwanza ushindani, namna ambavyo uliutazama vizuri mchezo wa jana. Kuangalia mechi unaweza kuona ni mechi tu ambayo imechezwa, lakini upati ule ushindani ambao labda ungetarajia kwa timu ambazo zilikuwa zinawakilisha nchi zinapokutana. Ilikuwa inaonekana ni mechi ambayo imetulia, yani kila mmoja alikuwa na nafasi ya kujiachia na kufanya kile ambacho anaweza. Kwa hiyo hawezi kuona ile hali ya kila mmoja kuhitaji lazima tushinde na pointi hizi tunazihitaji sana, kama ambavyo labda ungekuta mchezo ukichezwa labda Yanga dhidi ya Azam siku hizi unavyokuwa Simba dhidi ya Azam. Kwa Singida kwangu mimi sishangai, kwa sababu mimi naamini Singida kama timu iliyoko kwenye ligi, lakini pia ni timu ambayo haiko pale kwa ajili ya kuzuia malengo ya Yanga yasifikiwe, kwa maana kwamba ndio maana utaona hata kuna nyakati baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakionekana wanawasaidia wao, wamekuwa wakiwapeleka kwenye klabu ya Yanga ili waende wakasaidie zaidi kufikia malengo ya Yanga. Kwa mimi sioni kama Singida kuna siku inaweza ikaja kushindana na Yanga kwa namna ambavyo ipo na mechi zao ambazo zinaenda. Utakumbuka kuna mechi moja ilichezwa Zanzibar ndio ilionekana na ushindani mkali, lakini baada ya pale hata mwalimu aliondoka kwenye timu. Na si kwamba timu ilikuwa inafanya vibaya, lakini unaweza ukaona malengo ya timu yenyewe na labda mwalimu ilikuwa ni vitu ambavyo haviendani. Kwa hiyo mimi naamini wana urafiki mzuri, kwa hiyo urafiki huo ndo wakati mwingine unapelekea hata mechi inaonekana tofauti. Lakini licha ya hayo yote ambayo imezungumza Kiemba, hizi timu mbili zimetoka kushiriki michuano ya kimataifa. Kama timu ambazo zimeshiriki michuano ya kimataifa, jana wanasoka walitarajia kuona aina fulani hivi ya standard ya mpira uwanjani, lakini hichi kitu kikakosekana kabisa. Ni matarajio, kwa sababu si ndio top 4 yetu ya msimu uliopita. Kwa hiyo litagamia kiasi cha ushindani kingekuwa zaidi, lakini jana kilikosekana. Na kilikosekana si kwa sababu Yanga wako bora sana, ni kwa sababu Singida hawakupandisha standard yao, na walikuwa wanacheza kawaida sana, kitu ambacho kiliwafanya Yanga kuwa huru kwenye kucheza, mbali na Singida wakati mwingine kutokuwapiga pressure Yanga, lakini bado wingi wao nyuma ya mpira ulikuwa uwasaidii, bado Yanga walikuwa wanaweza kufanya kile ambacho wanataka kufanya. Kwa hiyo kwangu mimi ni mechi ambayo nikishaona fixture ni Yanga na Singida, sitarajii kitu cha tofauti zaidi ya kile ambacho kimeshatokea kwenye michezo mingi ambayo nimeshuhudia Yanga wakicheza na Singida. Kwa hiyo unaamini hata siku moja utakuja kuona ushindani timu hizi mbili zinapokutana? Binadamu wanaenda wanabadilika, kwa hiyo kuna wakati inaweza ikabadilika na focus ya klabu ikabadilika, unaweza kuona vitu vya tofauti. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia namna ambavyo klabu inaenda, unaona kabisa malengo makuu ni Yanga inafanyaje, then wao. Kwa hiyo hata kama wana wachezaji ambao wao wanabidi wawasaidie, lakini kama watahitajika kwenda Yanga, basi hao wachezaji watakwenda na kwenda kuisaidia Yanga. Utakumbuka kuna wakati Diara aliumia, goalkeeper akabaki Msheri. Singida walimtoa goalkeeper wao, na wakati wao walikuwa na goalkeeper ambaye ni majeruhi. Wakati walikuwa yule hapana, walimtoa Metacha, lakini aliyekuwepo alibaki
alikuwa ni majeruhi, kwa hiyo walikuwa na kipa wa timu ya vijana, lakini bado waliweza kumtoa golikipa wao wa kwanza na kumpeleka Yanga aende akasaidie Yanga kwenye mapambano yake. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu ambacho mpaka kitakachokuja kubadilisha sera ya klabu kwamba sisi na Yanga ni washindani, ndipo ambapo unaweza ukaona huo ushindani, lakini kama sisi na Yanga ni marafiki, bado utaendelea kuona huo urafiki. Urafiki huu pengine moja kwa moja tunaweza kusema unakwenda kuathiri sasa ushindani wa ligi, ambao kwa siku za hivi karibuni baadhi ya wadau wa soka wanasifia kwamba ushindani wa ligi umekuwa mkubwa. Ligi yetu haijai kuwa na ushindani. Kwanza hairuhusiwi. Ushindani wenyewe hauruhusiwi. Yaani kusema ligi yetu na ushindani, ushindani wenyewe hauruhusiwi. Ili neno ushindani inaweza kuwa linatumika vibaya. Unaweza kuzungumza kiongozi fulani anakuambia ligi imekuwa na ushindani. Mwingine kwa mfano kama wewe unasema hujaona ushindani. Ili neno linaonekana halitumiki vizuri. Ushindani wa ligi yetu una utafsiri kwa vipi? Labda ushindani baina ya vile vilabu vingine kwamba yani kuna Simba na Yanga ziko pale ambazo hazishindani na yoyote, alafu kuna hivi vilabu vingine ambavyo vinashindana. Labda kwa sababu hivi vilabu vingine pia kushindana na hao wengine haviruhusiwi, kwa sababu kila siku maamuzi mabovu yanakuwa dhidi yao, si kwa faida yao. Sasa unasemaje kuna ushindani? Kwa nini muamuzi asikosee zikaathirika hizi timu zingine kubwa, tukasema huo ushindani upo kwa sababu ni makosa ya kibinadamu? Kwa nini kila makosa yanakuwa ni kwa ajili ya kudhiadhibu hizi timu ndogo? Kwa hiyo ushindani hauruhusiwi. Lakini kiamba tunapozungumzia ushindani uwanjani tunazungumzia vitu vingi, tactical, namna ambavyo makocha wanaandaa timu zao kwenda kushindana na opponents. Hiyo vitu vioni. Yaani timu kama timu zinajiandaa kushindana, ila ligi yenyewe hairuhusu ushindani. Ndio mimi ninachokusudia. Sikusudii kwamba ushindani hakuna. Ushindani upo kwa maana kielimu walimu wengi wamepandisha uelewa wao wa mchezo. Kwa hiyo wana namna ambavyo wanauendea mchezo. Unaona kimbinu timu hii pia kama ilistahili kupata alama, lakini kwa sababu ushindani hauruhusiwi inazipoteza na hizo alama ambazo ilipaswa kuzipata. Kwa hiyo mimi nikizungumzia ushindani nazungumzia kwenye engo ya ule usawa wa kushindana. Ndio ambao nasema haupo. Lakini kushindana kwamba walimu wanaandaa timu zao zikashindane, walimu wanajiandana. Ndio maana mara nyingi umekuwa ukiwasikia wakishia tu kusema bana tunaogopa kuongea kwa sababu rungu litapigwa, lakini ni kwamba hawaridhiki na ule usawa wa kushindana ambao wao wangeuhitaji ili kuweza kushindana. Lakini tunaona Kemba Simba wanaenda pale Dodoma wananyimwa kuchukua pointi 3, wameenda siko nani kule wameshindwa kuchukua pointi 3. Oni pia hiyo ni sehemu ya ushindani. Yaani sasa hivi hakuna tu ile Simba anaenda kuchukua alama narudi au Yanga anaenda narudi. Huo ushindani ni wa sasa hivi. Unajua unatazama historia za timu. Yaani ukitazama Dodoma anavyocheza na Yanga ni tofauti na Dodoma anayecheza na Simba. Yaani ni vitu ambavyo ni tofauti. Ni kama ilivyokuwa miaka mitatu kama sio minne nyuma. Coast inayocheza na Yanga ni Coast tofauti inayocheza na Simba. Yaani Coast anafungwa na Simba 8. Anasema ni mechi tutaenda tutajipanga tutacheza vizuri. Akifungwa na Yanga goli moja wanasema watasoma albadili na watu watafukuzwa. Sasa unaweza ukaona ni namna. Kwa hiyo kuna zile motivation za mechi hatuwezi kuziita kama ushindani. Yaani kwamba wewe unajimotivate mechi moja unacheza mechi zingine hauchezi kwa namna hiyo, sasa tunahitaji ni ushindani. Hiyo tunaona tu ni kama ni mchezo tu kwamba mechi hii ndo tunatoa macho tunakamia, then mechi zingine tunacheza kawaida. Kwa hiyo hatutoe ushindani ule ambao watu wanautafsiri kwamba sasa hivi bana ligi na ushindani. Je, ligi na ushindani dhidi ya Singida dhidi ya Yanga au ligi na ushindani Singida dhidi ya Simba peke yake? Ligi hii na ushindani kwa Dodoma dhidi ya Yanga au ni Dodoma dhidi ya Simba? Yaani ushindani ukiuwepo basi kwa uwiano kwamba okay Coast akicheza na Azam ndivyo anavyocheza na Mbeya City, hivyo ndivyo anavyocheza na Pamba, hivyo ndivyo anavyocheza na Yanga, ndivyo anavyocheza na Simba. Lakini siwe Coast leo Azam watu tutakufa nao. Leo anakuja nani Simba? Simba bana hatuwezi kuwafunga Simba. Hebu unazungumza haya najua kwa sababu pia ulicheza na unajua mpira wa Tanzania jinsi ulivyo. Kila mtu anatamani kuona siku moja Tanzania inafika level ambayo kuna ushindani mkubwa kama ambavyo tunaona ushindani wa EPL jinsi ulivyo. Hii ni ndoto ambayo kila mtu anaiota. Inawezekana?
Inawezekana kwa watu kuamua kusimamia mpira, sababu bahati mbaya watu wengi wako kwenye vilabu vingine, lakini kuhakikisha wanafurahia vilabu vile vya Kariakoo vikifanikiwa ndio changamoto ambayo inakuwepo. Yaani yeye anapenda klabu moja ya Kariakoo, kwa akiwa anasimamia klabu kingine kwenye ligi atahakikisha kile ambacho hakipendi ndio kinakuwa kinatiliwa ugumu zaidi. Yaani anakuwa ni askari wa kupambania mapambano ya klabu yake anayoipenda. Lakini inapokuja klabu yake basi yeye chochote kinachotokea wala. Kwa hiyo tunaweza tukapata ligi na ushindani kama watu wataamua kwamba mimi sasa hivi nasimamia klabu fulani. Kwa hiyo hii ni klabu ninayoipenda, lakini napaswa kupambana kupata hicho ambacho inapaswa kunipatia, sio kwa mimi kuwapa. Yaani kuna wakati wa viongozi au baadhi ya watu walio kwenye timu zingine wanafurahia timu yao pendwa imekuwa bingwa, lakini ubingwa wenyewe ni wao wamewapa. Hawajawa challenge vya kutosha ili kuweza kuona kabisa bana, timu yangu nayoipenda kweli imeshinda, na imeshinda kwa kweli stahili, sio kwa sababu na sisi tulifanya jitihada za kushindwa. Pengine hii ndio inapelekea hata wakati mwingine timu zetu zinapokwenda kimataifa zinashindwa kufanya vizuri kwa sababu hazipati ushindani unaostahili hapa nyumbani. Inawezekana ikawa ni sehemu ya sababu, lakini bado pia level yetu ya ushindani ndio ambayo inaweza kuwa inachangia ushindani ambao tunakutana nao huko nje, lakini pia ile fairness ya ushindani pia ndio inawezekana pia ikawa inatukwamisha. Kwa nini? Kwa sababu kama mchezo ule, kwa mfano kama mchezo wa jana Yanga dhidi ya Singida, hata kwenye kufanya analyst ya game kwa timu, inawezekana kulikuwa na sehemu nyingi sana za kugusa kwa timu kuimprove, lakini kwa sababu haijaulizwa hayo maswali hauwezi kuona sehemu ya kuigusa, kwa sababu unaona kila kitu, vitu vingi vilikuwa vinaenda vizuri. Kwa hiyo utakuwa na sehemu chache ambazo ulinotice kama hazikwenda vizuri. Lakini kama Singida angeamua kukuuliza maswali, angekusaidia kuenda kwenye uwanja wa mazoezi na kuvirekebisha. Lakini kama yeye akuuliza maswali, basi maswali utakutana nao kwenye mechi ya kimataifa, na ndio ambayo utatakiwa utafute majibu pale pale kiwanjani, na wakati kumbe ungeulizwa mapema ungekuja kiwanjani ukiwa na majibu. Kwa hiyo kuna kiasi fulani cha ushindani ambacho akizipush timu zetu kuweza kufikia huko. Tazama, sisi tulikuwa na timu 4 kwenye michuano, lakini zote zimeishia hatua ya makundi. Yes, tunasogea kwa sababu walau sasa hivi tunaingiza timu 4 na zote zimeingia kwenye makundi. Hicho ni kitu cha kujivunia. Lakini tukitazama sasa, baada ya kuingia timu zote 4 kwenye makundi, zile ambazo tunazitegemea 2 huwa zinasogea mbele, zimekwama. Kwa hiyo sisi tunaonekana kwenye level ya ushindani wa michuano ya kombe la shirikisho. Vilabu vyetu ambao vimekuwa vikituwakilisha mara kwa mara ndio limekuwa kombe lao ambalo walau wanaweza wakajitumua na kuona kuna level fulani tumesogea. Tumalizie katika ile ushindani. Upangaji pia wa matokeo Kiemba ni moja ya kitu ambacho kinaweza kuwa kinarudisha sana. Na hili jambo linazungumzwa sana. Kwa uzoefu wako, umecheza sasa hivi, upo bado katika familia hii ya soka. Hili jambo unaamini lipo? Kwa sababu kuna matukio mengine yanatokea, mchezaji anafanya, unasema hili jambo la kawaida kweli? Kumnyoshea kidole moja kwa moja mchezaji kwa makosa ambayo yanatokea kiwanjani, kwa kweli mimi ninakuwa mzito, kwa sababu makosa hayo nimeyashuhudia mara nyingi sana mazoezini wakati nacheza. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaliona kosa kwa wewe ambaye hujashiriki mpira, unaweza ukaona hili sio la kawaida, lakini mimi ambaye nilikuwa kwenye viwanja vya mazoezi nimeliona mara nyingi likitokea, na ndio mwalimu analifanyia marekebisho na kuona namna gani linaenda. Kwa hiyo kwa upangaji wa matokeo kwa mchezaji, kweli moja kwa moja umshike kwa sababu tu kakosa goli au kwa sababu ameteleza mtu kaenda kufunga, mimi sioni kama inaweza nikaipa sana uzito wa namna hiyo. Lakini tunaweza kudhibiti eneo la waamuzi, wakawa kidogo wanachezesha kuzuia hizo sababu za kuonekana mbona mchezo huu kama fulani alikuwa anatakiwa lazima ashinde. Kwa hiyo waamuzi wanaweza wakaamua wakatuondolea hizo doubt ambazo tuko nazo na hiyo upangaji wa matokeo. Lakini kwa wachezaji moja kwa moja kwa makosa yanayofanyika kuyajaji kama sehemu ya upangaji wa matokeo ni ngumu sana. Mtu anadondoka goli hili hapa, kuweka tu mpira wavuni anashinda.
Ya, nadondoka. Kwani kudondoka hakuna mahali. Yaani inawezekana umecontrol mpira na unatakiwa tu touch ya pili ndio uisukume mpira uingie golini ukaanguka. Kuna beki anatakiwa tu usogeze mpira urudishe huku anapeleka wavuni si anajifunga kwa sababu ya timing ya kupiga mpira. Inawezekana sehemu ambayo alikuwa anakusudia aupige, yani eneo la mpira na sehemu ya mguu. Sivyo ambavyo ameenda kupiga kwa sababu mpira ule unatembea. Kwa hiyo badala yeye anakusudia ataupiga hapa, amekuja kupigia sehemu nyingine na mpira umeingia golini. Tumalizie, umegusa sehemu ya waamuzi. Pengine kauli ya rais wa TFF kabla ya dabi pengine inaweza kuwabadilisha waamuzi sasa. Wanaweza kuwa na hofu na kuamini kwamba tukifanya makosa tutaitwa na TAKUKURU au tutaenda polisi. Mimi nachokiamini hatua ambazo alizisema za kuchukua, kwa mfano kumuondoa kabisa kwenye nani ya kuchezesha mechi, isiwe tu kwenye mechi za Simba na Yanga, ziwe ni yani ndio utaratibu wa ligi, kwamba wewe ukiboronga na tukaona kabisa wewe umeboronga kwa kushindwa kutafsiri, sio bahati mbaya, yani hii umepitiliza, ni kukuondoa tu kwenye mifumo yetu ya uchezeshaji. Kwa kama kuna kitu kingine utafanya kwenye mpira ukafanya, lakini sio sehemu ya waamuzi. Lakini isiwe tu kwa sababu ya mechi moja ndio kunakuwa na hizo kauli tata na kali. Hii iwe ni kwamba bana mwamuzi ambaye ataonekana kwa sababu sasa hivi kuna timu zinataka zijinusuru zisishuke. Hazichezi na Simba, hazichezi na Yanga, zinacheza zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo mwamuzi anaweza kuwa sababu ya kusababisha timu nyingine ambayo haikustahili kushuka ikashuka daraja na ile iliyostahili kushuka ikabaki. Kwa hiyo ile kauli ambayo ilizungumzwa kwenye mechi ya dabi inapaswa kuendelea kusisitizwa kwenye mechi zingine zote ambazo zitakuwa zinachezwa za ligi zetu. Bwana, mimi nikushukuru sana, nikutakia siku njema. Karibu. Asante sana bwana. Umesikia kwa uzuri na kumtazama kwa uzuri kabisa Amri Kiemba akielezea na akitoa maoni yake kuhusiana na ushindani ulivyo mpaka hivi sasa, tukiugusia mchezo wa jana ambao leo hii umezua gumzo kweli kutokana na kiwango cha timu ya Singida Black Stars ambayo walikionyesha siku ya hapo jana. Endelea kufuatilia Mpenja TV. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera alikuwa Myahudi Poison Khan.